mstari wa 27, mwibaji asiibe tena, bali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgaia mhitaji. Wewe nikwambie something wonderful juu ya kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo, juu ya mwamini. Mwamini hafundishwi ya kwamba mwibaji acha kuiba. Huyu ni mwamini anafundishwa, anaambiwa acha kuiba. This means mwamini anaweza akaiba. Kumbuka anaongea na waamini. Naambia no, do not continue stealing. Acha kuiba. Sasa anasema mwibaji asiibe tena, bali afanye kazi ya halali. Afanye kazi ya halali, angalia anavyomtoa, hata afanye, amwambie upate kitu ya kula. No. Mwamini amevuka mazingira ya kufanya mambo kwa ajili yake mwenyewe. Unajua kinachofanya watu wengi waibe ni selfishness. Kwa huwezi kumwambia mwamini acha kuiba ili upate mali yako mwenyewe. Yet bado umewekwa kwenye selfishness. Umewekwa kwenye ubinafsi. Na ubinafsi ni chanzo cha maovu mengi. Kwa anamwambia hivi, mwibaji asiibe tena, bali afanye kazi. Maana yake afanye kazi ya halali ili apate kitu cha kumgaia mhitaji. Kwa lugha rahisi, mtu anapoanza kufanya kazi sasa, anafanya kazi akiwawaza wengine. If I get a lot of money, I support many people. Nikipata pesa nyingi, nitawasaidia wajane wengi. Nikipata pesa nyingi, nitawasaidia yatima wengi. Nikipata pesa nyingi, nitafanya 1, 2, 3. Mtu huyo hawezi kuiba. Kwa nini? He is working for others. How can I steal from them again? Angalia. Mwamini anafanya kazi ili kusaidia watu wengine. Ndio maana hivi, nia hiyo ndio iliyokuwa ndani ya Kristo. Tumejifunza ndani ya Kristo kwamba hakujipendeza yeye mwenyewe, kila alichokifanya ilikuwa kwa ajili ya watu wengine. Ndani ya mwamini the same spirit iliyokuwa ndani ya Kristo ipo. Anafanya kazi kwa ajili ya wengine. Yesu hakujipendeza yeye mwenyewe, la alitoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Kwa mwamini akianza kufanya kazi kwa hiyo mentality, anavuka nafasi ya kuwa mwizi, anaanza kuwa mgawaji. Baada ya kupokonyoa kwa watu wengine, anaanza kusaidia watu wengine. Mwibaji asiibe tena, bali afanya kazi si kwa ajili yake, kwa ajili ya wale wengine. Maana yake badala ya kuchukua kwa watu, anaanza kuwagaia watu. Maana yake atakuwa more generous in work. Work to generate. Work is to generate. Mwamini hafanyi kazi kwa ajili ya chakula. Narudia tena. Mwamini hafanyi kazi kwa ajili ya tumbo. Kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya mavazi. No. Ndio maana mwamini ni mtoto wa ufalme, anatafuta mambo ya ufalme. Mambo ya ufalme watu wa Mungu ni kuangalia mambo ya wengine. Shemeji, why are you preaching? Najua haya ninayofundisha nayajua tayari. Nafanya kwa ajili ya watu wengine. Mtumishi, kwa nini nafanya kazi? Kwa nini nafanya biashara? Kwa ajili ya watu wengine. Nilishi familia yangu, nipate cha kumgaia mhitaji. Ndio maana nafanya kazi. Ukifanya namna hiyo, hata wazo la kuiba haliji. Wanaowafundisha Wakristo kuwa wabinafsi ndio wanaowafundisha kuwa wezi. Get rich to be famous. Uwe tajiri ili uwe maarufu. Inabidi uibe ukusanye ili uwe na mali nyingi. Uwe tajiri ili upate starehe. Ili uende Dubai, uende nini, uende South Africa, uende wapi na wapi. Unamwambia mwamini mambo kama hayo, you are corrupting them. The message ya mwamini ni upendo. Upendo hautafuti mambo yake. Kasoma wa Korinto wa kwanza mlango wa 13. Upendo hautafuti mambo yake kabisa. Hata kwenye kutoa, haitoi kwa sababu nyingine, selfish reasons. Sikiza, sio kila mtu anayetoa ni kwa sababu anapenda. Wengine wanatoa selfishly. Kwa mfano, niliwahi kusikia habari za mama mmoja ambaye alikuwa mbunge, alitaka kuwa mbunge, akamsaidia mama mmoja bwana. Akaenda akamjengea nyumba wakati anatafuta kiti cha ubunge. Alafu baada ya mpinzani wake kushinda, yule mama akashangilia. Akiposikia yule mama ambaye alimsaidia akashangilia, akaenda kubomoa ile nyumba. It means alitoa lakini sio kwa upendo. Kwa sio kila kutoa ni kwa upendo. Ndio maana hata watu wengi wanamtolea Mungu kwa sababu wanaogopa laana au wanatoa ili wafanikiwe. Sio kwa sababu wanampenda Mungu. Lakini mwamini anatakiwa avuke kutoa for selfish reason. Anatakiwa kuvuka kufanya kazi for selfish reason. Kama umeajiriwa, kama unafanya biashara, stop doing it for selfish reason. Me, I and myself. Ndio maana Yesu anasema hivi, kila mtu anataka kunifuata na ajitwike msalaba wake anifuate. Msalaba maana yake nini? Kitu ambacho kinaenda kukuua. Sasa ngoja nielezee. Maana yake you are going to kill yourself so that others will live. Kwa ngoja nielezee vizuri.
maana yake you are going to kill selfishness. You will do things for your family, for your relatives, for your watu wengine. Sasa ndio maana Yesu, jirani yako ni nani? Mtu yote mwenye shida. Muamini akianza kufanya kazi kwa ajili ya watu wenye shida itakuwa very powerful. Unajua hata watu wanaofungua NGOs, orphanage, vituo vya watoto yatima, center za kusaidia wazee, nini, wengi hawafungui kwa sababu wana upendo wa dhati. No, kacha kwenye business plan zao. Ni kwa sababu ya accrue funds kwa wazungu basi. Lakini muamini hata kama wazungu wasingempa msaada, he will work hard. Atafanya kazi kwa bidii apate cha kuwagaia wahitaji. Akiona mchungaji mambo hayaendi vizuri, anafanya kazi ya msaidi. Ngoja nikwambie, hiyo ndio maana ya kufanya kazi kiufalme. Wafalme hawaishi kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, wanaishi kwa ajili ya raia zao. Uhai wa mfalme ni raia wake. Uhai wa muamini ni uhai wa watu wengine. Uhai wa Yesu Kristo ni kanisa. We are not working for ourselves. I am too much. Sikiliza, wewe ni too much kufanya kazi kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni too much. Wewe ni too much kufanya biashara kwa ajili yako mwenyewe. Wewe mwenyewe ni mdogo sana kufanya kazi kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni industrious. Wewe ni kama kiwanda kinachosaidia watu wengi. Ndio muamini alivyo. Yule roho aliyeko ndani yako sio chenga. Ni super being, ni roho wa Mungu mwenyewe yuko ndani yako. Acha kufanya kazi kwa ajili ya mambo madogo. Fanya kwa ajili ya kusaidia zaidi ya watu wengine. Ukifanya kwa mtindo huu, you can't steal. Huwezi kuiba ili ukamsaidia mtu mwingine. Utafanya kwa sababu wewe kazi yako, lengo lako ni kusaidia watu. How can I steal again? Nataka nimsaidie George. Nitamuibiaje tena? Nitafanya kazi nzuri kwa bidii ili George akiwa ana uhitaji nimpe. Do you understand? Kama umeelewa sema nimeelewa, niandikie hapa. Kwa sababu huo ni ujumbe mkubwa sana. Sivyo tujifunza kwa Kristo. Paulo anasema nifuateni kama ninavyomfuata Kristo. Wengi wanatafuta kazi leo. Wakuta wanafunzi wanamaliza chuo, wanatafuta kazi for selfish reason. Ili nipate tu niweze kusurvive, maisha yaende. Unaelewa bana, siku za wanadamu ni chache tu. Kwa najitahidi tu mimi ndugu yangu, naomba kazi. Ili niweze mkono uende kinywani. Muamini hafanyi kazi bora mkono uende kinywani. No, muamini hafanyi kazi bora mkono uende kinywani. Muamini anafanya kazi kwa ajili ya watu wengi. Kwa ajili ya wahitaji. Hapo unaweza kuelewa maana ya Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mnazidishiwa. Kwa nini anazidishiwa? Kwa sababu ni mwana wa mfalme. Anajua operation kwenye ufalme. There is no lack consciousness. Kingine kinachowafanya watu wengi waibe ni kwa sababu hawana uhakika na supply ya maisha yao. Wanawaza nitatokaje? Kwa wakiona anakuapua. Hata akila anakula mpaka tumbo linataka kupasuka, maana hana uhakika na kesho. Lakini muamini ana uhakika. Kristo aliyeko ndani yake ni very powerful. Ni very powerful. Sisi ndivyo tulivyo. Shemeji, unaishije kwa ajili ya wewe mwenyewe? I'm too much. Hallelujah. Ndio maana anasema mbele yake, neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu. Hajasema tu neno lolote lisitoke kinywani mwenu, kaelezea kwa nini neno lolote halitaki kutoka kwenye kinywa chetu. Kwa sababu you are not selfish. Watu wengi wanaotukana ni ili kujiridhisha, kujifurahisha. Nimemkomesha, nimemtukania babake, nimefanya nini? Au ajisikie tu vizuri. Lakini muamini hafanyi mambo ili ajisikie vizuri, kwa sababu tayari ndani ya Kristo amejisikia vizuri. Yuko vizuri. He doesn't have to feel good because he is already good. Anasema hivi, hallelujah. Neno lote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema. Why? We are not selfish. Jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Angalia tena, mahitaji yanatajwa.
Kwa hiyo mwamini akizungumza anajibu mahitaji ya watu. Mwamini akifungua kinywa mtu anasema wow. Wow, mdomo huyu mtu unaachilia tunu tu. Unaachilia mambo mazuri tu. Akiachilia neno mgonjwa anaanza kupona. Akiachilia neno watu wanaanza kupona. Akiachilia neno mtu ambaye alikuwa hana wazo la biashara anaanza kupata wazo la biashara. Akiachilia neno mtu anasema wow, sijawahi kusikia maneno kama haya. Neno la kumfaa. Neno kufaa kitenzi nomino yake ni faida. Ningesema neno lenye faida. Maana yake mwamini kabla hajafungua hapa jaw na lower jaw, kabla hajafungua mdomo namna hii, anawaza faida. Nikisema huyu msichana anayesikiza atapata faida. Nikisema huyu mama anayesikiza atapata faida gani? Kwa anataka mwamini awe distributor wa maneno yenye faida. Anasema lenye kumfaa jema la kumfaa mwenye mhitaji ili liwape neema wanaolisikia. Neema inayozungumzia hapa sio neema ya Mungu. Inazungumza liwape ahueni, liwape uponyaji, liwape nguvu, liwape tumaini, liwape mwanga wanaolisikia. Hivi unafikiri mimi siwezi kupata wazo lolote baya nikaamua kuweka Facebook? Nikaamua kuweka Instagram? Lakini napiga mahesabu, nikaamua kwenye status. Napiga mahesabu, what will a person benefit when I speak? Faida. Sisi ni watu wa faida. We do things for profit of others. Profit, profit, profit. Kabla sijatuma hii message, anayepokea anapata profit gani? Kabla sija forward, anapata profit gani? Hii link nikituma, anayesoma atapata profit gani? Sijafungua mdomo wangu, anayesikia atapata profit gani? Hiyo ndo mentality ya mwamini. Inakufanya utembee juu ya ushindi dhidi ya dhambi. Sababu unajikuta hujazoea kuongea upupu au upuzi. Kila neno unaloliongea watu wanachukua, wanaandika notes. Kuna mama mmoja nilikuwa nikienda kutembea kwake, akiniona tu anachukua diary. Akiniona tu anachukua diary. Akiniona anachukua diary. Kuna sehemu moja nilifanya kazi, nikitokea tu bosi anachukua diary. Kwa nini? Anajua siongeaji utumbo. Hata even if I joke, you get a message. Hata nikitania, utapata ujumbe. Lazima upate faida. Distributors of profits. Sasa kama hata una hela ya kumgaia mhitaji, maneno. Mwamini mwenzangu, hata kama una hela ya kumgaia mhitaji, maneno. Kesho nitakwambia kwa nini ni muhimu kucontrol maneno. Kwa sababu maneno yanayotoka hayamuathiri tu anayesikia, ila sisi nao inatupa tabu.